mambo yanavyoenda hivi wapinzani wasipobadilika kuamua labda kutafuta wachezaji ambao wanaweza wakawazidi viwango wachezaji wa Young Africans, basi mimi naona hata msimu ujao, hata misimu mitatu mbele, wakienda na rhythm hii, Young Africans anaweza kawa unbeaten kwa misimu mitatu mfululizo. Hapo nalinga hapo. Kuna sehemu ameongea vizuri. Ndiyo? Kuna sehemu hajatendea haki. Amesema kwamba msimu uliomalizika Yanga na Simba waliweza kuwa sawa sawa kwa viwango na kwa ubora wa wachezaji. Mechi ya mwisho ilikuja kuamua nani aweze kuwa bingwa. Lakini still bado hiyo haiondoi ukweli kwamba Yanga walikuwa imara zaidi, walikuwa bora zaidi ya Simba, kwa sababu hadi wanakwenda kucheza ule mchezo wa mwisho tayari Yanga alikuwa yuko juu kimsimamo. Yaani msimamo wa ligi tayari Yanga alikuwa tayari ashakuwa juu kwa magoli, alishakuwa juu kwa pointi, na ndio maana ilifika kipindi kwamba Simba aweze kuwa bingwa ili stahili aweze kuondoka na alama 3. Yaani lazima ashinde. Hakuna tena option nyingine yoyote, lakini Yanga aliingia kwenye mchezo wa mwisho akiwa na option mbili. Aidha ashinde au atoe sare. Yaani hiyo yote inampa ubingwa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba bado Yanga alibaki kuwa bora zaidi. Na hiki lazima Simba waweze kujifunza kwamba katika msimu huu wa 5 sasa wanafanya vibaya, na sio kwa wanafanya vibaya tu katika sajili zao. Hebu anza kuhesabu katika hii misimu mitano mpaka hivi sasa ni sajili ya wachezaji gani ambao wamekaa kwenye kikosi mpaka hivi sasa. Unasema kwamba huyu alikuja katika hii miaka mitano mpaka leo hii yupo, unitajia hapa afu nitakwambia kwa nini yupo. Ni nani ambaye yupo mpaka hivi sasa? Ukiangalia katika hii misimu mitano kuanzia Yanga anakuwa bingwa msimu wa 2021 2022 mpaka msimu wa 2025 2024 2025. Nani mchezaji gani ambao wa Simba mpaka sasa yupo kwenye kikosi? Uniambie hapo nani yupo. Utabaki tu kwa Shomari Kapombe, ambaye Shomari Kapombe huyo ameshiriki katika ile Simba yenye utamu wake ambayo imeweza kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo. Lakini ukija kuiangalia Young African katika hii misimu mitano ambayo mpaka hivi sasa wapo katika kilele cha mafanikio, ukiniambia nikutajie wachezaji ambao wameweza kudumu katika kikosi cha Yanga mpaka leo hii katika sajili zao, unaweza ukataja wakazidi wachezaji 5. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Yanga bado kwenye usajili wao wako imara zaidi kuliko Simba Sports Club. Kwa hiyo mimi ninachokiona ni kwamba kwa Simba ili waweze kuwa wapinzani harisi wa Young African, wawe makini katika sajili zao na waweze kusajili quality ambayo inaweza ikakompete na mpinzani kama Young African. Kwa staili hii mimi sioni wa kuweza kuja kumpa challenge Young African, hususan katika msimu huu na hata misimu miwili mbele, kama staili ya usajili itaendelea kuwa hivi ilivyo, kama staili ya kuweza kuyaendea mambo na kuziendea mechi muhimu, watakuwa wanaenda kwa staili kama hiyo ambayo walikuwa nao sasa. Wana kwenye tukiwa tunaangazia mechi hii ya ligi kuu, Young Africans alipoikaribisha Dodoma Jiji na matokeo kuwa 3-1, nataka nikupitishe kwenye maoni na comments ambazo mmekuwa mkitupatia nyie ambao mnafuatilia matangazo haya, na kusomea chap chap kwa nyie ambao mko live mnatufuatilia, na kuona Hassan Mkupulu amesema Depu mtu kazi kweli, injinia hajawahi kufeli. Bwana Hassan Mkupulu anasema kwamba Depu ni mtu kazi, injinia hajawahi kufeli. Fatuma Ali, na kuona Fatuma Ali unasema mwaga makopa kwa Yanga yetu, Yanga yao sasa. Huku Moses Simon yeye anasema Depu na Duke oya ni moto. Huku Ali Muha ameweka makopa, Hidaya ameweka makopa, Upendo Meshaki ameweka makopa ya kutosha. Sasa tunamaliza, tuna dakika 10 zimesalia, na dakika hizi 10 bwana, naomba Steve Mwana Mapunda pamoja na Nalinga Mfaume, tumeona comment nyingi hapa zinamuhusu Depu. Ndio. Twende sasa. Depu. Sawa. Zinamuhusu nani? Depu. Sasa Depu anaonekana kuibadilisha sana Young Africans. Ndio. Amewezaje mchezaji mmoja kuibadilisha kiuchezaji timu kama Young Africans ambayo Bala Conte alishindwa kuibadili Yanga? Yaani ujio wake na kukaa eneo la kati lile alishindwa, si ndio?
Ekua alishindwa, ndio, si ndio? Wachezaji wengi ambao waliingia dirisha kubwa walishindwa kuifanya Yanga icheze, Yanga ing'are kama ambavyo wengi wanatazamia. Lakini Depu amekuja ameifanya Yanga. Dube anaonekana mzuri, Pacome anaonekana, yani kila mchezaji anayemzunguka Depu anaonekana mzuri. Twende kiufundi, tuzigawane hizi dakika. Mapunda Steven, twende tupasulia hapo, jikatie pande lako na kujua wewe kwenye kujikatia pande, nyambue na kumchambua huyu Depu, huku Nalinga naye akiwa anaandaa nondo kumuhusu Depu na namna ambavyo wanawafanya wenzake wanang'ara kwa kumzunguka yeye. Kwa upande wangu nikitazama, Depu anabebwa na mambo mawili. Yaani mambo mawili yanambeba zaidi. Jambo la kwanza linambeba Depu kuwa chaguo la mwalimu katika kusajiliwa kwake. Mwalimu ndiye ambaye aliweza kupendekeza jina lake na kumhitaji kwenye kikosi, lakini pia mwalimu amewahi kufanya naye kazi katika timu ya taifa ya Angola. Anajua strongness yake, anajua weakness yake na anajua matumizi ya mchezaji huyu. Kwa hiyo Depu anafaidika katika eneo hilo la kwanza, namna ambavyo mwalimu aliweza kuwa wa kwanza kumselect na kushinikiza lazima aweze kuingia ndani ya Young African. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho kinambeba Laurindo Depu, ambapo mpaka hivi sasa ameonekana akiwa anafanya vizuri. Lakini eneo la pili linalombeba Depu, amekuwa ni aina striker ambaye wa kisasa, kwa sababu ni striker ambaye sio wa kutulia katika eneo moja, ni striker ambaye anaweza kujiposition katika maeneo tofauti tofauti, lakini pia anakuwa na nguvu hata akitokea nje ya eneo la hatari, bado anakuwa na hatari. Unajua kuna aina ma striker ambao tuliwazoea kama wakina Van Nistelrooy, ni kwamba ni wale ma striker ambao wakiwa katika eneo la 18, wakiwa katika eneo la 6 ndio wanaweza kufanya madhara, lakini yeye amekuwa ni wa tofauti. Hata nje ya hayo maeneo bado anaweza kuifanya timu ikawa na balance. Utaniuliza kwamba mbona Dube alikuwa anafanya hivyo, alikuwa anatengeneza balance, anakuja anachukua mpira, anatengeneza balance na juu, inakuwaje kwa Laurindo Depu? Sasa Laurindo Depu anakuja kuongezeka zaidi, yuko so physique, afu yuko very fit katika fitness, yani yuko fit, physically fit, kwa maana ya kwamba huwezi kwenda kwake upo salama. Tumeona ukimwangalia kwa Muhiru, walikutana mara kadhaa, Muhiru akiwa anapata faida ya refarii kuweza kumpa faida ya kwamba amechezewa faulo katika matumizi ya nguvu. Kwa hakuwa mshambuliaji ambaye ana unyonge. Na ni ukimwangalia kwa upande wa Prince Dube, amekuwa sio mtu ambaye katika mikiki ya kukimbizana amekuwa sio mtu wa kushinda sana bato, lakini kwa upande wake ni mtu ambaye anaweza akashinda bato. Kwa maeneo haya matatu au mawili yanambeba zaidi Laurindo Depu. Ukiangalia pia na ukimtofautisha na mtu kama Musa Balakonte. Musa Balakonte alisajiliwa kwa kelele nyingi, alisajiliwa na mbwembwe nyingi, lakini kitu ambacho naweza nikakisema kwamba kwa Musa Balakonte alikosa ile nafasi ambayo nilisema kwa Laurindo Depu ya mwanzo, kwamba selection ya mwalimu. Ukimwangalia Balakonte alisajiliwa wakati mwalimu hayupo Young African. Yaani anatangazwa Musa Balakonte, alafu Yanga haijulikani nani anakuja kuchukua nafasi ya Mirudi Hamdi. Si unanielewa vizuri hapo? Kwa hiyo anakuja Romain Folz, yeye anakuwa mgeni kama ilivyokuwa kwa upande wa Musa Balakonte. Kwa hiyo kwa upande wa Laurindo Depu anapata faida katika maeneo hayo ukilinganisha na mastaa wengine ambao walikuwa wameweza kutangulia. Hayo ni maoni ya Mapunda Steven akiwa anamwangazia Depu. Sasa kwa ambao mnaendelea kutufuatilia na mko live na kuona Mkupulu, bado tupo na wewe. Yusufu Habibu anasema Yanga oye kwa niaba ya wana Yanga. Happy Vincent anasema jamani Yanga yangu. Happy Vincent na kusalimu, Yanga yako ndo tunaichambua namna hii. Sam Safar anasema yuko wapi Ekua? Sylvester Cameo ameenda kumjibu bwana Samwe, Ekua katolewa kwa mkopo. Sawa. Huku Steve JB yeye anasema Yanga. Basi kwa niaba ya Steve JB Mapunda,
yeye amesema Yanga. Basi tunajibu vipi? Yanga. Namna hiyo Steve waji na bwana huyo kabisa. Huko hapo Aida Mtuya yeye anasema Yanga hii weka mbali na watoto. Watoto wenyewe ndio hawa kina Dodoma, kina Mashujaa. Basi na wengine tutaenda kuwashuhudia zaidi mbele ya safari. Nalinga Mfaume, tueleze Depu anaifanyaje Yanga na wachezaji wenzake kuwa bora kwa ujumla? Of course nikimwangalia Depu ni mchezaji ambaye ameingia kwenye talent identification. Tunaweza tukasema ni mchezaji ambaye tunasema sio high performer athlete, yani ni yupo kwenye mid zone, kwa maana ni mchezaji ambaye anaperform kawaida sana, yani sio kwamba tuseme ni mchezaji high performer athlete. Na nafasi anayocheza ni mshambuliaji, ushambuliaji ambao nikianalyze magoli aliyofunga penalty well and good, lakini goli la pili ni header. Kwa ukiangalia ni magoli ambayo sio ya kawaida. For the header alikaa kwenye nafasi nzuri, naweza tukamsifu kwa kuwa na kichwa chenye nguvu, lakini ameweza kulenga target. Kiujumla akiwa eneo la mbele kuna vitu anakosa kama mshambuliaji, anashindwa kuwa killer. Nimeona kwenye 1-on-1 ameshindwa kumpita bwana mdogo Muiru. Umeelewa, alikuwa na Muiru anakimbizana, anachukua mpira na dribble mbele ya Muiru, ana dribble mpira anashindwa kumpita Muiru. Sasa yani kama unashindwa kumpita beki Muiru, tayari Muiru alishakuwa mbele kama unaikumbuka vizuri nimeiona kwamba yuko mbele na yeye anakimbizana. Kwanza alikuwa anamiliki mpira Depu, then Muiru akajaribu kukimbia na sio moja kama mara mbili hivi anashindwa kubato na Muiru bwana mdogo. Kwa hiyo nimeona kwamba kama unashindwa kumpita Muiru, of course utakaa kwenye nafasi utafunga. Western Good Dube anafunga na wachezaji wengine wanafunga. For me ipo kwenye peak, nafasi anapata anafunga, lakini sio kwamba niseme ni mchezaji ambaye maybe amekuja kuichange Yanga. Yanga ndio ile inacheza vile vile. Alikuwa anakosekana tu mtu wa kuconvert nafasi kwa chance hivyo. Of course penalty, kuna baadhi ya wachezaji Young Africans wanakosa penalty. Kwa mfano nikimwangalia Pacome Zouzoua alishakosa penalty. Kwa hiyo yeye kuja kufunga penalty amekuja kuongeza kitu kwenye kwa Young Africans, kwa sababu Young Africans kuna wachezaji wengi wanakosa penalty, ikiwemo Pacome Zouzoua mara mwisho alishakosa penalty. Kwa hiyo nikija kwenye upande mwingine, goli la header alofunga naweza nikamsifu namna alivyojiposition, lakini kuweza kumtoa. Alafu kuna kitu kimoja nimekiona kwa Depu, sio mara moja sio mara mbili, ana mikimbo mizuri sana. Tunasema diagonal runs, kwa maana ya unamzunguka defender. Yani ukishafanya diagonal runs maana yake unamweka defender kwenye blind side, hawezi kukuona. Ni kitu ambacho nimeona kwenye quality yake. Hicho ndo anaweza kukiongeza Young Africans, kwamba mikimbio ya kuwafanya walinzi wao vipofu mbele yake. Hicho kitu ambacho ndo nimekiona kwa Depu, ambacho maybe kilikuwa kinakosekana kwa Young Africans, kwa sababu kulikuwa hakuna wachezaji ambao washambuliaji ambao wanaweza kufanya runs kama za Dube za Depu, zile diagonal runs, kumweka back defender blind side, lakini pia kukimbia katikati ya mabega ya defenders. Ni jamaa na advanced line nzuri sana, lakini so far so good. Ni mchezaji kwenye level tu ya kawaida, deadly. Tumemwona hata Ahali kule hakuna alichokifanya, umeelewa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye sio kwamba ana ile quality ya kwamba hivyo, of course inatokea Nalinga Mfaume anagongelea sana Spana. Tunachambua mpira. Uzuri nimezungumza ubora. Unajua mimi ni analyst by professional. Kwa hiyo nimezungumza ubora wa Depu uko wapi? Mimi ya Depu iko wapi? Na kuelewa nani. Nimefanya analysis vizuri sana. Na kuelewa Mfaume. Mchezaji ana pande mbili ana ubora, umeelewa, na ana udhaifu. Nimezungumza hapo ubora wa Dube, ana runs nzuri sana wa Depu, lakini udhaifu wake pia nimeuzungumza. Sawa. Kwa faida ya wanaotusikiliza na kututazama muda huu, naufahamishe tu kwamba kipindi chetu kinadhaminiwa na Helabet, ndio, kinadhaminiwa na Superbanco, ndio, kinadhaminiwa na Kavido House of Switch Codes, kabisa, kinadhaminiwa na Jambika na Salamba, kabisa, kinadhaminiwa na Easy Pads, kabisa, kinadhaminiwa na wadhamini wengi wanaotuweka mjini. Na wewe ambaye unahitaji kuendelea kutangaza nasi, kuitangaza biashara yako, kuifikisha huduma ama biashara yako kwa wadau, walaji, wateja, basi muda ndio huu. Karibu tukufikishie brand, bidhaa, huduma yako kwa wateja.
Mimi naitwa Diego Mashuhuri, nilikuwa na Nalinga Mfaume sambamba na Steve Mwana Mapunda, lakini kabla hatujaweka tamati ili kupisha Love Night, kipindi cha mahusiano kinachoongozwa naye MK Mr. Upala. Bwana huyo MK bwana huo Upala wana upala wake fulani hivi, mchana anaufungia kwenye kofia, usiku anaufungulia unawaka namna hii. Nataka nisome comments za wewe ambaye umetucheki, za wewe ambaye umefuatilia kipindi, natumai uliweza kuburudika, umeenjoy vya kutosha. Tumekuwa na nusu saa. Kwa wewe ambaye umekutia mwishoni, basi unaweza ukaanza tena kutazama, uweze kupata faida ya yale madini ambayo tumeyachambua kiufundi. Sasa hapa nataka nizungumze na wale ambao wametucheke. Yusufu Habibu alisema Yanga oye, si ndio? Happy Vincent akasema jamani Yanga yangu wawe. Aida Mtuya yeye anasema Yanga iwe kambali na watoto. Sam Safari alishajibiwa na Sylvester Cameo. Steve JB waji na wa Steve Mapunda yeye alisema tu Yanga, basi mjibu tu Yanga. Bwana Steve, mtazame Steve mwenzio, wewe umesema tu Yanga, basi na yeye anakujibu. Bwana Steve anasema Yanga. Yanga nini, bingwa au? Yanga bingwa. Namna hiyo. Yanga nini? Daima mbele. Sawa, nyuma mwiko. Waji na bwana huyo. Huyu anaitwa Raul Khamis anasema poa sana. Wewe mwanangu poa au sio? Hapo Happy Vincent akasema wachambuzi mnanikosha jamani. Happy Vincent, asante kwa kutucheki tena. Kama tunakukosha na sisi tunafurahia, kwa maana wewe unafurahia kile ambacho tunakiandaa hapa, si ndio? Iwe ni mwananchi, iwe ni shabiki wa timu yoyote ile, tunakuja live kila baada ya big match, kila baada ya timu kubwa inapocheza, kila baada ya mechi ya ligi kuu. Sisi tuko hapa kukupatia chambuzi makini kabisa. Happy Vincent, sisi tunakupenda sana. Hidaya Simon anasema mechi za Yanga mtoto atumwe dukani. Selen Chosela anasema na wakubali sana hapo studio, sauti nimefungulia mpaka mwisho, niite Joka kutoka Tegeta. Mwanetu Joka wa Tegeta, hiyo hapo sio? Tunamaliza namna hii. Nani ni kabla hujamalizia hapo, sio kasahau hiyo. Laulindo Depu michezo miwili, goli 3, assist moja, tuzo moja ya mchezaji bora wa mchezo. Bwana we, man of the match. Assist moja, goli 3 ndani ya mechi mbili tu. Amepata hayo mambo lukuki, tunasema kabisa. Lukuki kabisa. Basi tumalize na comment hii. Man of the match ni nani? Sam Safari aliuliza. Basi jibu umeshapatiwa na Steve Mwana Laulindo Aurelio. Huyu anamuita Depo kabisa. Huyo jamaa yuko lazi, lazima atakuwa mchawi. Sasa sijui ni nani. Hii ni comment ya Andrew Kiula, anasema huyo jamaa atakuwa mchawi. Sasa sijui ni nani kati yetu. Luongo Chirumbo anasema Dumbing yuko happy. Bila shaka alikuwa naona hii ni typing error. Dumbia alikuwa na maisha Dumbia. Kashatambulishwa Marumo Guarantee. Bana, jibu kwake Luongo Chirumbo. Luongo Chirumbo unajibiwa na Nalinga Mfaume. Alimido twende sambamba Alimido. Luongo Chirumbo unajibiwa na Nalinga Mfaume kwamba Dumbia yuko wapi? Muda huu tunavyozungumza ameshatambulishwa Marumo Guarantee. Washamchukua, wameshamsajili kutoka Young Africans. Ni mali ya Marumo Guarantee. Ni timu ambayo inapatikana pale nchini South Africa, inashiriki ligi kuu pale, maana PSL. Na Marumo tunawafahamu, walishakucheza na Yanga nusu finali kombe la shirikisho. Na ndipo alipotokea Skudu Makudubela. Ranga Chivavilo kama unamkumbuka. Sisi watu wa mpira bwana. Kabisa. Tunamaliza na Isaac Kasambala, yeye anasema Depu ni hatari sana. Hao ni wale ambao wametutumia comment leo hii, tumekuwa nao live, wameshiriki nasi. Sisi bwana tunakupatia burudani. Hatukuchambulii tumenuna, hatukuchambuli. Mpira ni furaha, mpira ni faraja.
Kwa hiyo tunakuletea chambuzi za kiboli tukiwa na bashasha, na wewe tunataka ufurahie mpira kutoka kwa watu makini, watu wa boli ambao wanalijua boli na wanajua namna ya kulisherehesha boli. Basi tunaweka nukta hapo. Nilikuwa na Naringa Mfaume sambamba naye Steve Mwana Mapunda. Mimi ni Diego Mashuhuri, nahodha wa meli za ukombozi. Namna hiyo, mpaka wakati mwingine tukutane asubuhi tuzungumze michezo kuanzia mishale ya saa 3 pale. Tunakuwa live tena kuzungumza michezo, na halikadhalika tunakuwa live pia jioni kwenye sport level. Asubuhi tunakuwa na sport vibe, jioni tunakuwa na sport level. Mpaka wakati mwingine endelea kusalia nasi. Asante sana. Mpaka wakati mwingine. Tare.